Tuambie namna ambavyo maandalizi ya timu. Najua katika sehemu yako si sehemu ambayo moja kwa moja vilabu vingi wana watu wa takwimu. Pengine maandalizi yako yako vipi kuelekea katika mechi ya kesho? Kwa kweli maandalizi yameanza siku nyingi. Na tuna takriban miezi miwili ama zaidi tangu tuanze mazoezi kwa ajili ya kujiandaa. Na kwa upande wa eneo langu kwa kweli ni jambo ambalo niko sana kusaidia makocha katika kuweza kujua eneo gani la kuongeza nguvu, eneo gani la ambalo labda lina lega kwa sababu tunatazama zaidi kwa wachezaji mmoja mmoja namna ambavyo kuhusu performances zao. Na vile vile game nzima inapochezwa kutazama pia mengineyo yanayotokea wakati wa game, makosa ama mafanikio ambayo yanatokea wakati wa game yanayofanywa na wachezaji. Kwa hivyo kikubwa ni namna hiyo kwamba kutunza zile taarifa muhimu kwa ajili ya kuweza kuboresha na improvement za wachezaji na timu kwa ujumla. Najua ni mtu mmoja wapo ambao moja kwa moja umehusika katika kupendekeza kufanyika kwa sajili hizi katika kikosi cha Steno Warriors. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wapya wameingia, lakini pia wamejumuika na kikosi cha zamani ambacho umeipandisha timu kutoka D-League. Nataka kufahamu kwako kupatikana kwa wachezaji hao wapya kuna ugumu kiasi gani? Ikiwa kama wewe ni mtu wa takwimu, kwa sababu lazima ujue mchezaji huyu atakuwa ana strengths gani katika timu yetu kumuongeza, na huyu moja kwa moja kama tukimpata kuna eneo hili litakuwa tuko bora zaidi kulinganisha katika michuano ya D-League. Ni kweli. Kwanza swala la usajili sio swala jepesi. Ni swala gumu. Wengine wanasema ni kamari. Kwa sababu mtu anaweza akawa bora unapomuona kule. Ndio. Au msimu huo. Mkavutiwa na huo msimu. Ndio. Akasema anakuja aje tusaidie jambo, akafika akaflop. Lakini kwa sababu ya kufuatilia takwimu za kila mchezaji, ili ndio unaweza kidogo ukaepuka ajali za namna hiyo. Kwa hivyo ni kwamba ni wachezaji ambao tumekuwa tukiangalia consistency zao kwenye michezo mbalimbali. Strength zao ziko wapi, weaknesses ziko wapi, na ni eneo gani ambalo sisi tumeona labda kuna weakness kwake, tunaweza tukali improve. Na huku kwetu pia tuna mahitaji ya namna hiyo. Yes, tumeona yapo na tunajua anaweza kutusaidia, basi namna hiyo ndio tuliposhirikiana na kuweza kufanya hizo recruitment ambazo tumezifanya. Nikikuuliza swali moja wapo, umzungumzie kocha Karabani. Namna ambavyo unamfahamu kuanzia michuano ya D-League na sasa hivi. Kuna walimu wengi ambao unawafahamu katika michuano hii ya basketball. Ni kocha namna gani? Kwa sababu tumemsikia hapa Jemo akizungumza kwamba ni kocha ambaye moja kwa moja anaonekana anaipenda timu. Sio tu kupenda, ni mtu ambaye anajitoa na moyo sana. Kuamka muda alfajiri na wewe mmoja wapo mnaamka, lakini pia pengine mngekuwa na shughuli zingine mngezifanya, lakini mmeacha moja kwa moja mnaonesha mapenzi yenu na mchezo wa basketball. Ni kocha namna gani? Karabani mimi namfahamu siku nyingi, tangu miaka 90 mwanzoni. Zamani sana. Kwa hiyo tunafahamiana tangu kipindi hicho. Na wakati huo tukiwa shule. Sasa ni mtu ambaye ana passion ya huu mchezo. Tangu enzi hizo. Ni mchezo ambao amekuwa akiupenda muda mrefu. Tena nafikiria alianza kucheza kabla mimi sijaufikiria. Mimi nilikuwa zaidi na waza zaidi football. Lakini alikuwa ni kitu ambacho anakipenda tangu kipindi hicho. Na nadhani ndio alipopata ule moyo na ilimjenga kuweza kufahamu vizuri zaidi mchezo. Na baada ya shule alikwenda maeneo mengine ambako nafikiri ndio alijifunza zaidi kabla ya kurudi hapa nchini. Na ndipo akaja akawa kuna maeneo mengine watu wengi watakuwa wamemuona. Lakini sasa tukizungumza kiutendaji, ni mtu ambaye wanasema no nonsense. Yani ni mtu asiyependa mchezo. Ni serious na kazi. Na mtu wa kusimamia majukumu yake na ya wachezaji na timu kwa ujumla. Kwa hivyo kama tumekubaliana kwamba mazoezi ni Jumatatu mpaka Ijumaa
kuanzia saa 11 alfajiri, basi ni hivyo, ije mvua ije jua, 11 watu wawepo uwanjani. Na lazima kuna kitu kitafanyika, hata kama ni kuna mvua, lakini lazima kuna program itakayoendelea ili kutokupoteza muda. Kwa hivyo ni mtu ambaye anaupenda mchezo, anauheshimu mchezo, kwa sababu anasema basketball ni maisha, ni sawa na maisha. Kinachofundishwa pale mtu anaweza akakiunganisha na kukitumia hata kwenye maisha mengine ya kawaida nje ya mchezo wa basketball. Kwa hivyo ni kocha ambaye anauelewa mpana wa huu mchezo, na anafahamu pia kusoma wachezaji mmoja mmoja, tabia na uwezo wao na mapungufu yao. Kwa hiyo ni rahisi sana yeye kuyafanyia kazi. Na mashabiki wa Stone Warriors katika michuano ya RBA, namna ambavyo umekiona kikosi, lakini pia umetazama mapinzani, kuna kipi cha kuambia? Pia na matumaini yako kwa vipi moja kwa moja? Unaona nafasi yenu mnakwenda tu kushiriki au moja kwa moja unaenda kuwania ubingwa? Kaka, sisi sio washiriki. Sisi ni watu ambao tunakwenda kushindana. Ndio. Na mashabiki wa Stone Warriors nafikiri wanalifahamu hili, kwa sababu wameiona hii timu tangu tukiwa D-League. Kwa hivyo nataka tu niwaaminishe kwamba kile tulichokifanya kwenye D-League tutakiendeleza, na pengine tutakuwa tuna maboresho zaidi. Kwa hivyo waitegemee timu yao, timu kali, timu ambayo ni title contenders, kwa jinsi tunavyokwenda. Kwa hivyo sioni kwa nini wawe na hofu au mashaka na timu yao. Wajiandae tu. Tunaomba ile shangwe waliokuwa wanatupa pale kwenye D-League basi iendelee, maana nafikiri sijaona kama kuna timu ina mashabiki wenye shangwe au wenye ari ya kushangilia kama wa Stone Warriors. Na nadhani kila mmoja kule nje anafahamu, unapokutana na Stone ujiandae uwanjani, lakini ujiandae pia na mashabiki wao. Alikuwa ni mtaalamu wa takwimu katika kikosi cha Stone Warriors, Mr. Bakari amezungumza vizuri sana, lakini pia mwishoni amemaliza kuhusiana na mashabiki wa Stone Warriors. Ni kweli mashabiki wa Stone Warriors wao wanazungumza kauli mbiu moja tu, whatever umewafunga au wamekufunga, vibe mwanzo mwisho. Tunaambia upande wa pili hapa, upande wangu wa kulia, kocha msaidizi, hii ni nafasi mpya ambayo umeongezwa katika kikosi hiko, na moja kwa moja tukizungumza kocha Bariki amefanya vizuri na kikosi cha Fox Divas ambao walikuwa mabingwa wa NBL mwaka 2024. Tunazungumza ni mtu ambaye sio tu kaucheza, lakini pia amefundisha, lakini pia anajua ile namna ambavyo kuwin katika michuano mikubwa kama hii. Karibu. Amekwenda. Kwa ni vile vitu ambavyo umevizungumza kocha Maximo, kwamba huu msimu mmepania katika wachezaji, mmepania katika benchi la ufundi pamoja na mashabiki. Hiyo kwako kocha Bariki. Karibu sana studio. Pia tuambie namna ambavyo umejiunga na kikosi cha Stone Warriors. Ilikuwa ni ugumu kiasi gani au ilikuwa ni wepesi kiasi gani, namna ambavyo walikufuata kwamba tunakuhitaji katika timu yetu uje kuongeza nguvu? Uko na wachezaji, unafahamu mchezaji huyu uko fit, huyu uko fit. Pengine katika hali ya kikosi kuna mchezaji wote ambaye ana injury so far ambaye atakosekana katika mchezo wa kesho? No, hauna mchezaji injury. Wote wako fit. Kwa muda mrefu sana nikija pale mazoezini naona ni mtu ambaye unahimiza vijana wajitume wafanye mazoezi zaidi. Pengine nidhamu ya vijana kujituma na kupambana zaidi, huwa mara nyingi unazungumza nao maneno gani hasa? Wananiambia naongea sana. Ninashangaa hapa siongei sana. Ndio. Nikwambia nikianza kuambia vitu vyote tutakaa muda mrefu sana. Lakini kitu cha muhimu ni effort. Unajua tuko big katika discipline na kuweka effort. Hiyo ndio vitu ambavyo vina echo sana. Kiasi tukiongea haipiti dakika 5 neno la discipline na effort limetokea. Hizo ndio key words tuseme